Tumsifu Yesu Kristo. Ifuatayo ni taarifa fupi ya hospitali ya Consolata. Utangulizi. Hospitali ya Consolata Ikonda ni taasisi ya Kanisa Katoliki inayosimamiwa na wamisionari wa Consolata katika jimbo la Njombe. Ilianza kutoa huduma mwaka 1963 na kuzinduliwa rasmi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1968 ikiwa na uwezo wa vitanda 60. Hospitali hii imepitia mageuzi mbalimbali ya kimaendeleo kwa vipindi tofauti hadi hapo mwaka 2018 ilipopata hadhi ya kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa kupitia Wizara ya Afya. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ilipatia hati ya kuitambua kama charitable institution, taasisi ya msaada, mwaka 2018 pia. Hospitali ya Consolata Ikonda inaendelea kujitahidi kutoa huduma bora za afya kwa Watanzania, hasa wanaoishi mikoa ya nyanda za juu kusini. Hospitali inahudumia wagonjwa kwa siku ni wastani wa wagonjwa 300 mpaka 350 kwa idara ya wagonjwa wa dharura, na kwa wagonjwa wa kulazwa hospitali na uwezo wa kuhudumia wagonjwa 404. Hospitali ya Consolata Ikonda ina idara na vitengo mbalimbali katika utoaji wake wa huduma. Idara ya magonjwa ya dharura ambayo imegawanyika katika vitengo mbalimbali. Idara ya magonjwa ya ndani ambayo pia inachukua specialized clinic, kliniki maalum kadiri ya utaalamu. Idara ya maabara, idara ya madawa, idara ya meno, idara ya mionzi. Idara ya mazoezi tiba, idara ya mama, baba na mtoto RCH, idara ya CTC, idara ya upasuaji, idara ya mifupa, idara ya uzazi, maana yake mama na mtoto, idara ya mfumo wa mkojo urology, idara ya masikio, pua na koo ENT, idara ya macho na kitengo cha utunzaji wa maiti, idara ya viungo bandia. Hospitali katika kuimarisha huduma zake imeweza kuwa na huduma za vipimo vya kibingwa kama vile CT scan, MRI, endoscopy na fluoroscopy. Hospitali katika kipindi hiki cha miezi mitano kutoka Januari 2025 hadi Mei 2025 imeweza kuhudumia wagonjwa kama ifuatavyo: wagonjwa wa kulazwa IPD 7401, wagonjwa wa nje OPD 32,011, wagonjwa wa upasuaji 2359. Mwaka 2024 tulifungua idara ya wagonjwa wa dharura na ajali ambayo ilifunguliwa na balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini Tanzania, na mwaka huu idara hiyo hiyo
ilitembelewa na Mwenge wa Uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu 2025 tunaendelea kutekeleza mipango miwili kwa lengo la kuboresha huduma kwa wagonjwa na ndugu za wagonjwa. Kuboresha huduma za wagonjwa wa OPD wanaohitaji kuonwa katika kliniki maalum, specialized clinics. Tumetenga eneo hili ambalo tupo hapa sasa na ukarabati wake umefikia 70%. B. Kuboresha sehemu za malazi kwa ndugu za wagonjwa kwa jina lililozoeleka makampini. Hivi karibuni tutaanza ujenzi wa bweni lenye uwezo wa kupokea watu 60 wanawake. Mhashamu Baba Askofu, kutokana na maendeleo na maboresho ya huduma hii ya afya, tumekuwa na ongezeko kubwa la watumishi. Kwa sasa taasisi ina watumishi 408 ambao wanajumlisha idara na vitengo mbalimbali vya utoaji huduma. Tunaishukuru serikali yetu kwa kutupatia wafanyakazi 38. Mwisho, hospitali inawakaribisha sana katika viunga vyake na inakuomba Baba Askofu uweze kubariki jengo letu lililoboreshwa na linaloendelea kuboreshwa na liweze kutoa huduma kwa wagonjwa kwa ajili ya kliniki za kibingwa, yani specialized clinic. Asanteni sana. Karibu sana Baba Askofu. Ni sisi utawala wa hospitali ya Ikonda. Kwa niaba ya Father William, ni Sister Agnes, mganga mkuu wa hospitali.